Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 29 mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu katika mahali pasiri juu mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya watu wote ambao tumepata nafasi ya kujifunza neno lako siku hii ya leo. Tunasema asante kwa nafasi hii ya pekee. Tumekuja miguuni pako tukiwa ni wadhambi na tusiostahili. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi huku ukitutakasa na kutusafisha. Tusamehe dhambi zetu na ukatuongoze kuyatenda mapenzi yako. Tunakuja kwako tukileta haja zetu mbalimbali, nasi tunaomba ukatusikie tuombapo. Tutendee kila mmoja sawasawa na tuombavyo, si kwa mapenzi yetu bali kwa mapenzi yako. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema walifundishwa na mwelimishaji bora kabisa duniani. Yohana Mtakatifu sura 21 ya 6 inasema, akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Wanafunzi 7 walifuatana. Walikuwa wamevaa mavazi ya kawaida tu ya wavuvi. Walikuwa maskini wa utajiri wa dunia hii, lakini matajiri katika maarifa ya ukweli, ambayo mbele za mbingu yaliwapatia cheo cha juu sana kama walimu. Hawakuwa wanafunzi katika shule za manabii, lakini kwa muda wa miaka 3 walikuwa wamefundishwa na mwelimishaji bora kabisa ambaye ulimwengu ulikuwa haujapata kumwona. Chini ya uongozi wake walikuwa wameinuliwa wenye uwezo na waliotakaswa, mawakala ambao kwao wanadamu wataongozwa kupata maarifa ya ile kweli. Jioni hiyo ilikuwa nzuri, na Petro ambaye bado alikuwa anapenda sana mashua na hamu ya kuvua, alipendekeza kuwa waende baharini wakavue kidogo. Katika mpango huu wote walikuwa tayari kujiunga. Walihitaji chakula na mavazi ambavyo vingepatikana kutokana na mauzo ya kazi ya uvuvi wenye mafanikio ya usiku huo. Hivyo walienda katika mashua yao, lakini hawakupata kitu. Usiku kucha walisumbuka bila mafanikio. Katika saa hizo zenye kuchosha, waliongea juu ya kutokuwepo kwa Bwana wao, na wakakumbuka matukio ya ajabu walioyashuhudia katika huduma yake kando kando ya bahari. Walizungumzia hali yao ya siku za usoni, wakawa na wasiwasi jinsi mambo yalivyokuwa yakiwaendea. Muda huo wote mwangalizi aliyekuwa peke yake ufukweni aliwafuatilia kwa macho yake, wakati yeye mwenyewe hakiwa haonekani. Hatimaye kukapambazuka, mashua ikakaribia pwani. Wanafunzi wakaona mgeni amesimama pwani, ambaye aliwasemesha kwa kuwauliza, wanangu, mna kitoweo? Walipojibu la, akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Yohana akamtambua yule mtu na akamwambia Petro, ndiye Bwana. Yesu aliwaita waziache nyavu na mashua zao, na alikuwa ameahidi kuwafanya wawe wavuvi wa watu. Ilikuwa ni kuwakumbusha kisa hiki na kukazia wito wao. Ndiyo maana Yesu alirudia tena kufanya muujiza huu. Kitendo chake kilikuwa ni kuhuisha agizo la utume kwa wanafunzi wake. Kiliwaonesha kwamba kifo cha Bwana wao hakika hakikuondoa wajibu wa kufanya kazi aliyowapa. Ijapokuwa wangeondolewa ushirika wa uwepo wake yeye binafsi na kukosa fedha za kujikimu kutokana na kuacha kazi yao ya awali, Mwokozi aliyefufuka bado angeendelea kuwatunza. Wakiwa katika kufanya kazi yake, yeye angewapatia mahitaji yao. Na Yesu alikuwa na kusudi lingine kwa kuwaambia washushe nyavu zao upande wa kulia wa mashua. Alisimama upande huo ufukweni. Huo ulikuwa upande wa imani.
Kama wangefanya kazi pamoja naye, uweza wake wa uungu ukiungana na jitihada za kibinadamu, wasingeshindwa kufaulu. Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, ukurasa wa 420 hadi 422. Hii ni Juni 29, mada ikisema walifundishwa na mwelimishaji bora kabisa duniani. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina.